Nguvu ya Mwenyezi Mungu inaendelea kutembea kupitia mikutano ya Injili ambayo inahubiriwa na mchungaji Elia George, mchungaji wa kanisa la TAG Heri Wema Usafi. Na hapa mtazamaji, mkutano huu upo katika kata ya Bukoli, halmashauri ya wilaya Geita, ambako ndiko shamla na shangwe zinaendelea kutamalaki. Mtazamaji, na hapa na kuunganisha na mahubiri ya moja kwa moja ya mchungaji Elia George akiwa katika kata ya Bukoli, halmashauri ya wilaya ya Geita. Kwa sababu ya ukaba hawezi akalala bila mme, na wakati bado hajaolewa, lakini mpaka imefikia hatua ukoo umemtenga. Sikiliza, Injili ina uwezo wa kukurudisha, na ukoo wakaanza kukuita tena. Hata kama unaitwa Rebeka, hata kama unaitwa Neema, watakuita kwa jina lako. Neema, uko wapi? Rudi nyumbani. Ni kwa sababu tu ya kumpokea Yesu, na Injili ikapenya ndani yako, ikayatengeneza maisha yako yakawa salama. Hata kama uliloga, ukawa watu, ukala nyama za watu, sikiliza, Injili hawa watu wote inawapokea, haiwabagui. Toka nisome maandiko, wapo wabaya walioifuata Injili, haikuacha vibaya, iliwaokoa. Nisikilizeni niwaambie mama zangu, nisikilizeni niwaambie baba zangu, tunaohubiri mahali hapa. Usituone hivi, unaweza ukatuangalia ukasema hao walizaliwa wenda kwenye kona ya kanisani. Hatujatokea kanisani, na sisi tulipokea Injili kwa mfumo huu. Kuhubiriwa. Tuliposikia wakihubiri, wakatuambia hivi, wakasema Injili ni uwezo. Tukasema ni uwezo wa namna gani? Wakatuambia ni uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu na kuyaweka mahali salama. Tukaamua kusalimisha maisha yetu, na ni kweli Injili ilipopenya ndani yetu, tukabaki kuwa salama, na leo tupo bado tunaendelea kueneza Injili. Na ndio maana tumefika Bugogo, na ndio maana tumefika Bukoli, na ndio maana tunaendelea na maeneo mengine kuambia hizi habari. Hatujabadilisha, tunawaambia habari ya kuokoka tu, tunawaambia habari ya wokovu. Sikiliza nikwambie, hata kama mmeo amekuacha, hata kama mkeo amekuacha, Injili ina uwezo wa kukurudisha, ina uwezo wa kumrudisha mumeo. Unakuaje wewe? Ndani yako kuna nini ambacho mpaka inasababisha Injili siweze kukubadilisha? Lazima ukubali Injili kubadilishe. Mama yangu, dada yangu, lazima ukubali Injili kubadilishe. Hatuokoki, tunaokoka na manyangalagata yetu. Mimi nimezungumza, ilikuwa ni mbaya. Mbona ubaya siko nao? Wewe unataka uokoke na mademu wote wachukue tena kanisani? Mbafu kidogo. Unataka uokoke wa baba wote wao shenzi la kidogo, lakini sizidishi sana. Sizidisha. Ya shenzi po kidogo. Sio hivyo. Huyo sio Mungu. Lazima tutafute mfumo wa mabadiliko, watu wa Bugogo. Amen. Hapo ndipo tutaiona Bugogo yetu imepinduliwa. Yes. Na Mungu atatukuzwa. Yes. Na watu wote watasema, yes, hakika hawa Wakristo wa Bugogo, yes, hakika wameitwa na Mungu. Yes. Sizeni niwaambie, yes, utoweni ukawaida. Ukawaida. Ukawaida tuenje tutoweni ukawaida. Lazima tumwamini Mungu wetu. Amen. Tukiwa tunamalizia ile andiko, sogea kwa miguu yako mwili. Soma ile chini yake Warumi. Warumi sura ya 10 na mstari wa 9. Warumi sura ya 10 na mstari wa 9. Wakati kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, ya kuwa yeye ni Bwana, na kuamini moyoni mwako, ukaamini moyoni mwako wewe ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, ya kuwa Mungu alimfufua Yesu katika wafu, utaokoka. Utaokoka. Amen. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ukasema hakika Mungu alimfufua kutoka katika wafu, utaokoka. Na tumesema kitu pekee kilicho na uwezo wa kubadilisha maisha ya mwanadamu, kilicho na uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu ni Injili. Yes. Mungu alipoanza mpango wa watu wake kurudisha katika ufalme wake, aliachilia Injili, na Injili ili iweze kuwakomboa. Hatukombolewi hivi, tunakombolewa kwa neno, na neno ni Injili. Injili pekee ndio ina uwezo wa kutukomboa, kututoa katika mateso tuliyokuwa tukiteseka. Injili pekee yake.
hakipo kitu kingine. Injili ndio ina uwezo wa kukomboa kina mama. Injili peke yake, hakipo kitu kingine kilicho na uwezo wa kuweza kumkomboa mwanadamu. Injili ndio ina uwezo wa kumtoa mtu katika changamoto na katika mateso na katika shida na katika tabu. Ni injili peke yake Mungu aliiachilia, akaiwekea na nguvu ndani yake, ikawa na uwezo wa kuponya, ikawa na uwezo wa kufungua, ikawa na uwezo wa kuisha, ikawa na uwezo wa kurudisha. Walionielewa naomba makofi na vigelegele kwa Yesu. Amen. Bwana sasa hapa anahisi kwamba hawezi akabadilishwa na injili kwa sababu ya kamaraya kamoja tu. Sisi tuliwabeba kwenye masahani, walikuwa akipimwa. Sijajua kama unanielewa vizuri. Ninapomaanisha ni wengi wengi. Hebu sema vingi vingi. Yomba vingi vingi. Kamba bengi bengi. La. Sikia nikwambie. Wewe kamoja tu, kamoja. Ndiko unakoona kwamba wewe huwezi kuokoka kwa sababu ya demu mmoja. Sisi tulibebea wengi, tulichukua wengi, na tunapozungumza pombe tulibugia. Ndio maana baba mwangalizi pale amezungumza jambo moja kwamba alikuwa akilewa akilala mtaloni. Kwa hiyo nazungumzia habari ya uwezo wa injili. Injili ni uwezo wa Mungu toka juu, ambao ukiingia ndani yako, hata kama ulikuwa umepanga wanaume 80 nyuma yako, injili ikizama ndani yako lazima inyoshe maisha yako. Injili ni uweza, ikizama ndani yako lazima ndani yako ikuache salama. Sisi tuliopo mali hapa tunaisema hii habari, injili haikutuacha vizuri, ilituacha imetutengeneza. Tulikuwa tukibeba wanawake wengi, tulikuwa tukiiba, tulikuwa tukifanya mambo mabaya, lakini injili ilipozama ndani yetu ikatutengeneza tawafiti. Ninashangaa waimba kwaya, injili imepenya ndani yao, lakini ukiwaangalia ni kana kwamba haijapenya. Jamani, au mimi macho tu ndio naona mimi pekee? Yaani kaimbaji unaweza kuona ni kama kapagani, si kapagani. Yaani unaweza ukafuata mpagani kule ukamleta hapa hapo kakalinganisha na kienyewe. Yaani paga kwa paga. Sema baba tupone. Mnatusumbua wainjilisti wenzetu waimbaji. Mnatuvurugia, ndio maana injili inakuwa nzito. Mtu anakuja kuangalia tuma midundiko yenu mnavyodundika. Akishamaliza kuangalia anaondoka. Shenzi kidogo, lakini lazima tubadilike waimbaji. Tutoke kwenye uimbaji wa kipumbavu, tutoke kwenye uimbaji wa kipuzi. Acha nakwambia kwamba habari za Mungu sio ndomboro ya solo kama mbali unavyofikiria. Habari za neno la Bwana sio mchezo na wala sio lele mama kama ambavyo unavyofikiria. Sikiliza niwaambie waimbaji wenzangu, sikilizeni niwaambie wahubiri wenzangu wa kwanza, maana siwezi nikahubiri kama bado hamjahubiri awamu ya kwanza. Bwana amewapendelea, amewapa nafasi ya kwanza kwenye ngazi ya kuhubiri. Kabla ya mhubiri hajasimama, lazima kwanza upite na ubiri. Lakini sikiliza nikwambie, tunapohubiri watu wote wanatuangalia kuanzia vaa yetu. Sikiliza nikwambie, anapotoka kwenye vaa yetu anakuja kwenye matendo. Anapoangalia matendo, hapo ndipo huyo mtu kinamshawishi. Maana sisi ni nuru ya ulimwengu, maana sisi ni chumvi. Wewe ni chumvi gani yetu hivyo? Sema baba tupone. Ingelikuwa sio injili ni sungusungu, ningeliwaita hapa nikawatandika wote. Maana nimewaona na wajua wote. Kanapinuka. Bebe. Lazima tubadilike. Yes. Na ndio maana tunakuta watu wengine wanapata taabu kuokoka. Wanapoamua kuokoka, anajiangalia, mbona mimi nimevaa vizuri kuliko yule ambaye anayenihubiri? Yes.
Kaimbaji kamekuja hapa kana pentamela fulani tu. Kamebana vitu kwenye mfuko utafikiri kamejaa mpamo kamekunya. Shenzi kabisa. Ufai katika ufalme wa Mungu. Yes. Injili kisoma ndani yako inayanyosha maisha. Madada zangu, injili kisoma ndani yako lazima ikuache salama. Injili naipenda ni uwezayo kubadilisha maisha. Wala tutaki kubadilisha. Yes. Wala tutaki kubadilisha mambo za. Yes. Mia. Waimbaji gani hapa? Waimbaji gani hapa? Waimbaji gani hao wanatuchanganya? Kubadilika ni ngumu. Wanabinuka. Tunashindwa kuelewa. Watu tunamtafuta Mungu aliye hai. Hatutafuti kubinuka. Amen. Tunatafuta neno. Amen. Hatutafuti kubinuka. Acheni mibinuko wanakwaya. Yes. Acheni mibinuko waimbaji wenzangu. Yes. Acheni mibinuko. Yes. Acheni mibinuko. Yes. Najua kama kuna watu. Acheni mibinuko. Yesu tunamtaka. Ila mibinuko yenu inatuchanganya. Lazima tubadilike. Sisi ambao tuliitwa na Bwana. Lazima tubadilike. Madada zangu lazima tubadilike. Mama zangu lazima tubadilike. Baba zangu lazima tubadilike. Tutoeni midundiko kanisani. Hapa patakatifu. Tuondoeni midundiko. Hapo ndipo tunapomwona Bwana. Akitujilia katika maisha yetu. Hapo ndipo tunapomwona Bwana. Akiokoa watu wake. Aliwakusudia kuokoa. Achana na midundiko dada. Toeni midundiko. Yes. Toa midundiko. Umjui Mungu kanwe. Mungu sio midundiko. Hapa tumekuja watu wanahitaji neno. Wanahitaji neno. Hata kama tudundika basi ile kidogo. Kistaarabu eti. Mimi nakumbuka wakati ule na kufanya midundiko yangu kwenye disco vumbi wewe. Na humu tena tuilete. Tulimfanya kwenye madisco vumbi. Miziki ya kisikosi unaijua vizuri. Mama wa watu ameinama na tikisia. Na mimi ndo najiachia sasa. Kwamba mama hii ndo niko nataka hivi. Sasa na kanisani tena. Hamna. Wangapi wanakataa? Yes, tuko hapa. Simameni juu mnaokataa wote, simameni juu. Wote mnaokataa simameni mitundiko. Leo tunataka tuhalalishe. Tunapasa aabudiwe Mungu yupi? Aabudiwe Mungu wa mitundiko ama aabudiwe Mungu ambaye anahitaji ustaarabu mzuri? Mungu anahitaji ustaarabu ndio aabudiwe. Yes. Mnatupa shida wahubiri. Nilikuwa naongea na mwangazi pale namwambia kwamba tunapata shida sana wahubiri. Ni kweli. Yaani walioanzia kwamba ndio wainjilisti wa kwanza wanatangaza habari. Yaani ndio wanavuruga kabisa. Kwa hiyo kuja watu waelewe tunachokizungumza hapa. Wanatuona kana kwamba tumekuja kuuza pombe. Kwamba wewe ndio ni walevi. Na injili leo imeingiliwa, hatukatai ni kwenye siku za mwisho tunajua kabisa. Lakini hapana. Nasema wachungaji hapana. Yes. Na kama kutoka Geita mna mpango wa midundiko, mtatengeneza kanisa lenu mkacheze midundiko. Yes. Tuna mpango. Yaani naanzia mimi kwanza naponyesha, ndio mnielewe. Wachungaji, tuna kazi ya kulirudisha kanisa mahali pake. Yes. Halikuwa hivi ambavyo leo tunavyoona. Halikuwa hivi kabisa ambavyo leo tunavyoona. Yes. Watu wanaimba kwa mzaha. Wengine wanaimba pale wanaonyesha na matako. Kwamba matako yakitikisa hivi basi hapo ndio naona kwamba ndio yenyewe. Sikilizeni dada zangu, mama zangu, kaka zangu. Sio hivyo. Watu wa zamani walimwimbia Mungu katika roho na kweli. Watu wa zamani walimuinua Mungu katika roho na kweli. Mungu alishuka wakati watu wakiimba. Kwa kubinua tako hivi. Na anasema basi watanikoma kanisani. Unajikomesha mwenyewe. Hapana. Lazima tumrudishe Mungu halisi. Yes, sipo Pentecost utaonekana katika jamii. Lakini kama bado hatujarudisha Pentecost katika nyumba ya Bwana, hatuja
hatujarudisha nguvu ya Jehova Shama, kama bado hatujataka kubadilishwa, nawaambia watu wa Mungu, tutabakiza kusogeleana na kulundikana, kucheza mdombolo ya solo, kucheza midundiko, lakini Mungu hawezi akashuka katikati yetu. Kumshusha Mungu panahitaji gharama. Yes. Panahitaji mabadiliko. Mama zangu, tubadilike. Hata kama unajihisi wewe ni mzuri sana, usilete uzuri kwa Mungu. Hayupo mzuri kwa Mungu. Kuna tukaka fulani leo, yani kana minyoo ya ajabu, alafu bahati mbaya kabisa, Amen, ndo katangulizaji, yani kalivyo kaka, alafu ndo kaliko tanguliza kwa. Ukikaangalia kama ni mpagani unatamani waishe kuokoka, lakini kwa sababu kenyewe kanaongozwa na mapepo kasikufanye mwache Yesu. Na ndio maana mimi mhubiri wa leo mahali hapa, yes, nazungumza kasikufanye mwache nani? Yes, mwache Yesu. Yes. Watu wa Bugogo nawaambia Yesu yupo. Amen. Hata kama unawaangalia waimbaji wetu leo, wanaimba kwa mfumo wa kishetani, wanaimba kwa mfumo wa kimajini majini, mapepo yamejaa vichwani mwao, wasikusababisha kukuhamisha. Na kwambia Yesu yupo na bado anaendelea kuwasaka watu wake. Sikilizeni, lakini nimesema jambo moja jema sana, tunapaswa tupone. Yes. Tutoeni midundiko kwenye mikutano, tutoeni midundiko kwenye makanisa, tuiondoeni. Hapo ndipo tutakapomwona Mungu amerudia kanisa. Hapo ndipo tukamwona Mungu akifanya kazi. Wanatushangaa wenzetu, dini za wenzetu wanatushangaa, wanatushangaa, wanatushangaa. Jamani, mimi ni mhubiri, mimi ni mchungaji, ni kwa nini wengine wanatushangaa alafu nikubali tu kushangaa? Kutushangaa hapana, nakataa. Nasema si hivyo. Ni vibaraka tu vya shetani ambavyo vimeingia kwenye kazi ya Mungu, vinafikiria kwamba labda ni bugobogobo. Humu sio bugobogobo, humu tumebeba kusudi la Mungu. Lazima watu wa Bugogo tupone. Injili ni uwezo wa Mungu. Kwa kubinua tako hivi na anasema basi watanikoma kanisani, unajikomesha mwenyewe. Hapana, lazima tumrudishe Mungu halisi. Usipo Pentecost utaonekana katika jamii, lakini kama bado hatujarudisha Pentecost katika nyumba ya Bwana, hatujarudisha nguvu ya Jehova Shama, kama bado hatujataka kubadilishwa, nawaambia watu wa Mungu, tutabakiza kusogeleana na kulundikana, kucheza mdombolo ya solo, kucheza midundiko, lakini Mungu hawezi akashuka katikati yetu. Kumshusha Mungu panahitaji gharama. Yes. Panahitaji mabadiliko. Mama zangu, tubadilike. Hata kama unajihisi wewe ni mzuri sana, usilete uzuri kwa Mungu. Hayupo mzuri kwa Mungu. Kuna tukaka fulani leo, yani kana minyoo ya ajabu, alafu bahati mbaya kabisa, Amen, ndo katangulizaji, yani kalivyo kaka, alafu ndo kaliko tanguliza kwa. Ukikaangalia kama ni mpagani unatamani waishe kuokoka, lakini kwa sababu kenyewe kanaongozwa na mapepo kasikufanye mwache Yesu. Na ndio maana mimi mhubiri wa leo mahali hapa, yes, nazungumza kasikufanye mwache nani? Yes, mwache Yesu. Yes. Watu wa Bugogo nawaambia Yesu yupo. Amen. Hata kama unawaangalia waimbaji wetu leo, wanaimba kwa mfumo wa kishetani, wanaimba kwa mfumo wa kimajini majini, mapepo yamejaa vichwani mwao, wasikusababisha kukuhamisha. Na kwambia Yesu yupo na bado anaendelea kuwasaka watu wake. Sikilizeni, lakini nimesema jambo moja jema sana, tunapaswa tupone. Yes. Tutoeni midundiko kwenye mikutano, tutoeni midundiko kwenye makanisa, tuiondoeni. Hapo ndipo tutakapomwona Mungu amerudia kanisa. Hapo ndipo tukamwona Mungu akifanya kazi. Wanatushangaa wenzetu, dini za wenzetu wanatushangaa, wanatushangaa, wanatushangaa. Jamani, mimi ni mhubiri, mimi ni mchungaji, ni kwa nini wengine wanatushangaa alafu nikubali tu kushangaa?
kutushangaa. Hapana, nakataa, nasema si hivyo. Ni vibaraka tu vya shetani ambavyo vimeingia kwenye kazi ya Mungu, vinafikiria kwamba labda ni bugobogobo. Humu sio bugobogobo, humu tumebeba kusudi la Mungu. Lazima watu wa Bugogo tupone. Injili ni uwezo wa Mungu. Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako kuendelea kufuatia taarifa zetu kupitia mitandao ya kijamii. Nyuma ya kamera yupo Hans Media, mimi ni Kale Chongela.